Nikwambie, video unazoziona kwenye kio chako hapo ni video za mubashara moja kwa moja kutoka jiji la Nairobi, Kenya, pale ambapo vijana wa Gen Z wameweza kujitoa nje ili kuonyesha ule mori wao ambao wako nao baada ya kwamba kijana mwenzao aliweza kuuliwa kwenye seli pale. Vile vile bado wakiendelea kukashifu ule mswada wa fedha wa mwaka 2025 ambao umeweza kusomwa leo pale bunge. Na niko hapa tule kukuelezea ni kwa nini hawa jamaa wameamua kwenda kwa maandamano, ama ni kwa nini hawa jamaa wameamua kujitoa uhai ama uhanga kwa minajili ya nchi yao, wakati tunajua sahihi Kenya yetu imefika pabaya. Nataka nikuonyeshe tu ino video ambao pia vile vile iliweza kufanyika ndani ya jiji la Nairobi, vile vile pia kwa masuala mazima haya ya maandamano. This is very sad to see it happening in Kenya, especially kwenye nchi ambayo tunajivunia, ama wenyewe pia wanajivunia wakisema kwamba ni nchi ya demokrasia na ni nchi yenye uhuru wa kuzungumza chochote kile. Tuanze mwanzo kabisa, huyu kijana ambaye aliuliwa, kwa sababu vitu vingi vinasemwa na mambo mengi yanatamkwa, lakini watu hawajaenda into detail kujua ni kitu gani ambacho mwanzo kiliweza kufanyika mpaka vitu vyote vikatokea. Huyu jamaa ambaye anajiita Albert Ojwang ni msee fulani ambaye ametoka sehemu ya Ujaluoni kule, na huyu jamaa bana ni mwalimu kwa ile kitu ambayo akona, ama ile kitu ambayo anafanya ambayo inampa tuseme kama daily bread, ni kazi yake kabisa ambayo anaifanya ni kazi ya ualimu. Na yeye siku moja alichukua tu simu yake kama kawaida na kwenda kwenye ule mtandao wa X pale, na akaandika ujumbe ambao unaonyesha vile ambavyo jeshi la polisi nchini Kenya, ama yule askari mkuu ambaye anashikilia kitengo cha askari Kenya, vile ambavyo anatuma wale junior zake, yani ili waweze kufujisha pesa kwenye vituo vya polisi nchini nzima. Hivyo basi akasema yule jamaa anapata utajiri mkubwa sana kutokana na zile pesa ndogo ndogo ambazo zinachukuliwa kwenye vituo vya polisi nchini kote Kenya, ambako zinamfikia yeye, na vile vile bado pia serikali kuu inafaidika na ile pesa ambayo inaokotwa kwa vijana ambao wanapatikana kwenye mtaani. Na pesa hizi ambazo zinapatikana, alikuwa anamaanisha ile kwamba polisi wanashika vijana mtaani ambao labda wanavuta bangi, wanashika vijana mtaani ambao wanazurura usiku, wanashika vijana mtaani ambao wamefanya kosa, lakini baada ya kwamba wametoa pesa kidogo, wanawaambia kwamba waendelee na maisha yao ya raia, au wanachukua ile kitu kidogo, pamoja na zile pesa ambazo wale polisi wa barabara wanaotunza usalama kwenye barabara ambao wanachukua pesa kwa abiria pamoja na waendeshaji wa magari. Zile ni pesa ambazo tunaziita ni pesa za hongo, ambazo zote zinakuwa calculated, ama zote zinachukuliwa na zinamfikia yule mkubwa wa polisi, ambapo kulingana na Albert Ojwang mwenye mwenda zake alikuwa asema kwamba ile ndio pesa inayomtajirisha yule jamaa. Na baada ya kwamba ino post kwenye X imeenda viral, ilipatikana na mwisho wa siku yule ambaye ni mkubwa wa majeshi akaagiza kitengo cha DCI, wale ambao wanashughulika sana na uchunguzi wa watu ama wahalifu ndani ya nchi ya Kenya, wakatuma kitengo hicho ambacho baadhi ya watu waliweza kutoka ambao ni maaskari, wakaenda mpaka kijiji cha huyu jamaa, mpaka kwenye ile nyumba ambayo ilikuwa iko na mzazi wake pamoja, ambapo tuliweza tukamwona babake akilalamika na kuongea kwa uchungu sana. Ovicho alipofika pale, walimchukua kwa dhamana yule mzee na kumwambia kwamba anahitajika kwenye kituo cha polisi. Mara ya kwanza mzee alidhani labda ya kwamba kwa sababu amepatikana kwenye ile kaunti ya Migori, basi atapelekwa kwenye kituo cha polisi ambacho kiko pale area ama pale karibu, lakini kitu ambacho kilikuwa cha kushangaza ni kwamba alipita kaunti zaidi ya 3 ili mradi apelekwe mpaka kwenye kijiji cha Nairobi, ama kwenye mji wa Nairobi. Na habari ambazo zimetufikia leo ambazo zimechapishwa kwenye gazeti, inasemekana kwamba kwenye ile njia ama kwenye ule msafara pale katikati, alipofika msituni, ndio huyu jamaa alipigwa vibaya na kuumizwa mwili wake mzima, especially kile kichwa chake kilipondwa kwa kila mara. Ovuche polisi wale waliofanya lile jambo la kumuumiza kijana waliona kabisa wazi kabisa huyu tumemmaliza.
na wakajua wazi kabisa hakuna kisingizio ambacho wako nacho isipokuwa wamchukue wampeleke kwenye police station ya Nairobi ambayo itakuwa iko mbali, waekee lawama ile kituo cha polisi. Walipofika pale, yule ambaye ni mkuu wa kile kituo cha polisi akaweza kukataa kabisa na kukana kusema kwamba huyu siwezi nikamweka kwenye kituo hicho cha polisi kwa sababu tayari mumemdhuru na tayari hana, yani amepoteza fahamu. Hasa hata nikimweka hapa hakuna kitu ama hakuna msaada ambao mimi nitamsaidia hapa. Akamkataa kumweka pale, ndio mikabidi hawa jamaa wajifanya wanamchukua wanampeleka hospitali kutoka pale kwenye kituo, lakini tayari alikuwa amekata uhai wake. Na yule ambaye ni mkubwa wa DCI alipokuwa jana pale Senate kwenye ile jumba la wabunge, alipokuwa yuulizwa maswali dhidi ya hilo swali mzima, alijibu na kusema kwamba huyu jamaa mara ya kwanza alijigonga kichwa chake yeye mwenyewe kwa makusudi kwenye ukuta. Na hivyo basi wabunge wakamshinikiza na kumuuliza ni vipi mtu anaweza akajipiga kichwa kwenye ukuta mpaka aweze kujimaliza, kwa sababu ripoti ya yule ambao inafanywa baada ya kwamba mtu amefariki, ripoti ya madaktari imetoka ikaonyesha kwamba huyu ni mtu ambaye amepigwa vibaya na ni mtu ambaye ameshikwa shingo akakosa kupumua. Ni vipi nyinyi leo mnatuambia kwamba amejipiga kwa ukuta? Ikambidi yule ambaye ni jeshi kuu ama yule ambaye ni askari mkuu akaomba msamaha na kusema kwamba Wakenya na waomba msamaha, ile taarifa iliyotoka mwanzo ya kwamba alijipiga kwa ukuta sio taarifa ya ukweli, ni taarifa ya uongo. Hivyo basi nawaomba msamaha kama Wakenya, lakini nawahakikishia kwamba uchunguzi tunauendeleza mpaka tujue kisa na msanga kilichomfanya mpaka ndugu yetu Albert Ojwanga akaweza kumalizika. Kikweli kabisa utonapo hakuna uchunguzi wote ambao unahitajika ufanyike, kwa sababu tayari inaonekana dhahiri shahiri ya kwamba polisi ndio walihusika kwa njia moja. Hapa leo hatuwezi tukasema kwa njia moja ama nyingine, tutasema tu kwa njia moja polisi walihusika kummaliza kijana wetu Albert Ojwanga. Basi hivyo akaulizwa pale kwenye bunge, ni vipi CCTV ama zile kamera fiche ambazo zilikuwa ziko pale kwenye kile kituo cha polisi, kwa sababu kila kituo cha polisi ambacho kiko mjini Kenya tunajua kabisa kiko na kamera ama kiko na ile video recording ambayo ina record kila matukio ambayo yako pale. Wakaulizwa ni vipi hii camera recording haikupatikana. Yule mkuu wa polisi alikuja akasema kwamba ile kamera iliweza kuharibika ile siku. Kikweli kabisa utaonazi kabisa ni excuse ama ni kisingizio ambacho yakitoa ili kujaribu kukimbia mswala mzima. Na hivyo basi baada ya kwamba yule mkuu wa DCI yule ambaye anahusika na ujasusi mzima alikuja akasema kwamba yule ambaye ni mkuu wa kile kituo cha polisi aweze kuchukuliwa na kupelekwa kizimbani ili aende akajibu mashtaki. Yeye naye pia vile vile aliamka jana vile vile jioni na kusema ya kwamba mimi sihusiki kwa njia yoyote ile, kwa sababu huyu jamaa aliletwa tayari hapa kama amefika kwenye koma ama amefika ile nukta yake ya mwisho kufariki, because alifika anatoa damu, amefika hapa hakuna kitu chochote ambacho anajielewa, na nikaambiwa ya kwamba nimchukue nimweke kwenye police station ama nimweke kwenye seli. Mimi nikakataa na sikumwandikia nambari yoyote ya kuanisha ya kwamba nimemchukua nimemhifadhi kwenye seli yangu. So unaona wazi kabisa kwamba hapa kuna wale ambao ni wakuu ama wale ambao ni vichwa kwenye serikali ambao wanapigana huku na huku wakivutana mvutano ambao haueleweki mpaka sasa. Ndio maana vijana wameamua kutoka barabarani na kuhitaji haki ya huyu kijana, kwa sababu ni uchungu ukiangalia kwamba Kenya imekuwa kama kawaida, Kenya imekuwa kama mtindo, Kenya imekuwa kama it's just a normal thing just like the other day, kwa sababu vijana Kenya wanauliwa kila uchao, lakini hakuna kitu chochote ambacho kinafanyika. Nikwambie tu wewe ambaye unafuatilia ya kwamba mpaka sasa imeingia siku ya 4 baada ya tukio hili zima kutokea, hakuna mtu ambaye ameshikwa akawekwa mbaroni tukaambiwa ya kwamba kunaye ambaye amefungwa sahi, ama kunaye ambaye yuko gerezani sahi, ama kunaye ambaye yuko kizimbani sahi anasubiria koti, ama kunaye ambaye amepelekwa kotini ili ajibu mashtaki. Mpaka sahi hakuna ambaye amefungwa kuhusiana na mpango mzima huu wa huyu jamaa ambaye anajiita Albert Ojwanga. Kikweli kabisa utaona wazi ni kitu ambacho kinaendelea ndani ya serikali, na ni serikali baina ya serikali. Ni nani ambaye atakamatwa, ni nani ambaye ataletwa watu wajue ya kwamba hichi kitu kimefanywa na mtu fulani na mtu fulani, na hivyo basi amechukuliwa hatua hii na hii na hii, na hivyo basi pia kesho haitaweza kutokea kwa sababu kumekuwa hatua kali. Yeyote yule ambaye atafanya kitu kama hichi atafanywa hivi na hivi na hivi.
Tuliweza kuona wale vijana takriban 80 ambao waliuliwa Kenya pale mwaka jana, ambapo walikuwa wanang'ang'ania ama wanapigania mswada mzima pia vile vile wa fedha wa mwaka wa 2024, ambapo vijana wengi sana waliweza kuuliwa. Na hivyo basi ni kukumbusha kwamba kunao kile chombo cha habari cha duniani ambacho kinaitwa BBC chenye kilichukua matukio yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na wakanasa wale ambao ni maaskari ambao walihusika na yale mauaji. Nikukumbushe tu mpaka sasa ile video ambayo ilitolewa mpaka sasa tunavyoongea iko kwenye mtandao wa YouTube, lakini hakuna hata askari mmoja ambaye alionekana kwenye ile video ambaye amechukuliwa hatua mpaka sasa hii tunavyoongea. Juzi tu hapa tulikuwa tunaweza tukiongelelea kuhusiana na mpango mzima wa police brutality, vile ambavyo askari wa Kenya wanafanyia wananchi pasi kujiamini ya kwamba hao pia ni binadamu. Kikweli kabisa, kunaye yule ambaye alikuja kwenye komenti yangu juzi na akaniambia kwamba KG, usiongelelee kuhusu jeshi la polisi ama jeshi la nchi ya Kenya, ongelelea kuhusu utawala wa nchi ya Kenya yani polisi sahihi wamekuwa ama ile kitengo cha polisi kimewekwa kionekane kama yani ni watu ambao wanatumikia wananchi, yani watumishi kwa wananchi. Lakini kiukweli kabisa hatuwezi tukakubali kwamba polisi ni watumishi wa wananchi. Lazima tukubaliane kwamba polisi wa nchi ya Kenya ama polisi wa East Africa kwa ujumla, that is Kenya, Uganda na Tanzania, wamekuwa maadui wakubwa sana kwa vijana wetu, ama wamekuwa maadui wakubwa sana kwa watu wetu, especially ndugu zetu wa hizi nchi za mashariki mwa Afrika. Kwa sababu kitambo tulikuwa tunajua kwamba polisi ni lazima awe mtu ambaye atakuwa rafiki yako. Polisi ni lazima akuwe mtu ambaye atakuwa karibu na wewe. Polisi ni mtu ambaye usimuogope, na yeye pia asifanye kitendo ambacho kitakufanya wewe umuogope, ili endapo kutakuwa na lolote ambalo litakulazimu wewe umfuate ili kwenda mripotia jambo fulani na fulani ambalo limetokea, basi usisite kwa njia yoyote ile, uwe una uwezo wa kumfikia mahali popote ambapo yupo na umuelezee kuna hivi na hivi na hivi imetokea na unahitaji msaada wako. Je, unadhani leo inawezekana kitu kama hicho? Kikweli haiwezekani, kwa sababu pale ambapo tulikuwa tunadhani ya kwamba tutapata msaada wetu wa usalama, ndio pale ambapo tunaenda tunatolewa uhai wetu. Kituo cha polisi ni sehemu ambayo mtu anaifaa kuhifadhiwa, ni sehemu ambayo mtu anafaa kuwekwa vizuri kabla siku yake ya kufika kotini kwenda jibu yale mashtaki aliyoshikwa ifikie. Lakini sasa hii imefika wakati mtu mpaka ukishikwa na jeshi la polisi unaanza kuogopa. Vile vile pia mpango mzima ule ambao ulikuwa unaongelewa kwenye nchi jirani ya Tanzania, ya kwamba endapo polisi atakufuata na kukushika na kukwambia kwamba anahitajika ama unahitajika kituoni, basi unafaa ukatae, na endapo itakuwa ni lazima mkulazimu, basi uhakikisha kwamba majirani na watu wote pale wamegundua ni polisi nani na nani na nani ambao wamekukamata wewe, uwe uko na majina yao halisi ambayo yameandikwa kwenye nguo zao, ama uwe uko na ID, uambie watoe ID zao ama vibali vyao vya kuonyesha hao ni polisi kutoka kitengo gani na majina yao halisi, uwajue na ujue na kupeleka wapi, ili wale ambao utawacha nyuma wakati wewe unaenda, wao wanajua kwamba kijana wetu amechukuliwa na mtu fulani na fulani na fulani na amepelekwa kituo cha polisi fulani na fulani na fulani, na ambaye amewatuma hawa polisi ni mtu fulani na fulani na fulani, na kosa lake alilolifanya kijana wetu ni kosa ABCD. Kwa sababu gani? Huyu the same guy ambaye ameweza kuuliwa Albert Ojwang, mpaka sasa hii wale askari ambao walienda wakamtoa kwa mikono ya baba yake, mpaka sasa hawajajulikana majina yao, hawajajulikana sura zao, hawajajulikana kile kitengo ambacho wamewekwa. Tunajua tuna maafisa wa DCI, lakini hatujui wametoka Mombasa ama Nairobi ama Kisumu ama sehemu gani. Kitu ambacho tunajua ni kwamba ni maafisa wa DCI ambao waliweza kumtoa kwa mikono ya mzazi wake na kumsafirisha mpaka Nairobi, ambapo hatujajua kiukweli kabisa ni kina nani hawa. Na pia vile vile bado nikukumbushe, jeshi la polisi pia lilijiingiza kwa kike, nitasema baada ya kwamba lilikubali wazi hadharani ya kwamba ile taarifa ya mwanzo iliyotolewa pale kwenye kambi ya polisi, ambapo ilisemekana yule kijana alijipiga ukuta mpaka akafariki, wameongea wenyewe hadharani na kusema kwamba hiyo taarifa haina ukweli wowote. Sasa swali ni ambalo tutajiuliza mimi na wewe, ukweli halisi ni upi, na ukweli ambao unafaa ujulikane na nchi yote ama wananchi wote ni ukweli kutoka kwa nani? Wallahi, it's very very sad to the family, especially ukiangalia vile ambavyo familia yake inazungumza. Niliona mtu fulani jana pia vile vile aliweza akasema kwamba huyu kijana alitolewa mzima
na akapewa usafiri wa bure mpaka Nairobi, ndio maana wakamfanyia vituko vyote hivi. Je, sahihi mwili wake umewekwa pale mochwari, je, serikali itapeana usafiri wa bure pia vile vile ambao utamtoa kutoka pale mochwari mpaka kwa familia yake nyumbani kule Migori alikotoka? Jibu ni hakuna. Wakenya watahusika na tayari wamehusika kuchanga pesa za mazishi ili mradi huyu aende akastiriwe. Na vile vile pia nitakuwa mchoyo vile vile, na pia nitakuwa sijafanya vizuri endapo sitamsifia huyu jamaa ambaye anajiita Eric Omondi, mchekeshaji huyu kutoka nchini Kenya, ambaye ameweza kujitolea na kuchangisha pesa takriban milioni 2 zikiendelea sahihi, ambao Wakenya wanamchangia huyu mzee ambaye mtoto wake ameweza kufariki. Vile vile pia bado yule gavana wa Nairobi ambaye anajiita Sakaja pia vile vile amejitolea kumfundisha yule mtoto ambaye ni wa mwenda zake, pamoja na kuhakikisha kwamba yule mke wa huyu mwenda zake ataendelea na masomo yake ambayo tayari alikuwa anaendelea, na akamwahidi ya kwamba atamwandika kazi endapo atakamilisha chuo chake ambacho yuendelea kwa sasa. Ladies and gentlemen, kwa KG Chipande hapa tunatuma salamu zetu za rambirambi kwa familia, na vile vile pia tuambie Wakenya poleni, na tuombe Mwenyezi Mungu insha Allah ya kwamba jambo hili litafika mwisho, na matukio yote haya mauaji ambayo yanaendelea East Africa pia vile vile yatafika mwisho. It is what it is, guys. This is KG Chipande. Please make sure you subscribe, like and share this video. Till next time, guys, thanks for watching.